أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Tunaendelea na darasa yetu ya fiqh katika kitabu cha Matni Abi Shujaa. Leo insha Allah tutazungumzia kuhusu damu zinazomtoka mwanamke. Faslun, upambanuzi, kipengele. Anasema shekhe, wayakhruju min alfarji thalathatu dima'in. Wayakhruju min alfarji, na zinatoka katika tubu ya mwanamke ya mbele, thalathatu dima'in, damu tatu. Wayakhruju min alfarji, na zinatoka katika tubu ya mwanamke ya mbele, thalathatu dima'in, damu tatu. Ya mwanzo anasema shekhi, damu alhaidhi, damu ya hedhi, wa nifasi, na damu ya nifasi, wal istihadha, na damu ya istihadha ambayo ni maarufu, kila mmoja anajua hilo. Falhaidhu, basi hiyo hedhi nini? Huwa damu alkhariju min farji almar'ati, ni damu inayotoka min farji almar'ati, katika tubu ya mbele ya mwanamke, ala sabili siha, kwa njia ya siha, min ghairi sababi alwilada, pasi na sababu ya kujifungua, yani kuzaa. Walaunuhu, na rangi yake, aswadu, nyeusi, muhtadimun ladha, muhtadimun ladha, iliyochanganya na wekundu, manake weusi uliokoza mpaka unakaribia kama wekundu hivi, ndio muhtadimun ladha, yenye kuchonota, inachonota hivi. Kwa hiyo anasema kwanza, anasema falhaidh, basi hedhi, huwa damu alkhariju, ni damu yenye kutoka min farji almar'ati, katika tubu ya mbele ya mwanamke, ala sabili siha, kwa njia ya siha. Manake ikitoka hiyo ndo siha yake hiyo, so kama inatoka hiyo kwa ugonjwa kwamba anaumwa nini, ile kutoka damu ya hedhi ndo siha yake, ndo anasafisha nini, fuko lake na afya yake iko hapo. Kwa hiyo kile ikitoka hiyo sio kwamba ndo anaumwa, ala sabili siha, ndo uzima wake unapatikana kule kutoka kwa damu ya hedhi. Min ghairi sababil wilada, pasi na sababu ya nini, ya kuzaa. Maana yake ikitoka kwa sababu ya kuzaa itakuwa sio hedhi, hiyo nifasi. Hii inatoka pasi na sababu ya kuzaa, wenyewe tu automatically, kila baada ya muda anasafisha baadhi ya mambo kule mwilini mwake mwanamke. Kwa hiyo ikitoka kwa sababu wilada haitwi hedhi, inaitwa nifasi. Walaunuhu, na rangi yake hiyo hedhi, aswadun, nyeusi, muhtadimun, maana yake nini? Muhtadimun bimaana harun, yani inachonota. Min ihtadama naharu ishtadda harruhu, imetokana na ihtadama naharu. Waarabu wanasema ihtadama naharu, maana yake nini, mchana umefanya nini, umezidi joto lake, ndio imetokana na hilo. Lakini muhtadimun hapa maana yake ilikuwa ina moto, ladha, yenye kuchonota. Maana yake aswadun, nyeusi, lakini weusi wake umekoza kama unachanganya na wekundu fulani hivi. Muhtadimun maana yake ilikuwa imoto kidogo, inaunguza, ladha, yenye kuchonota. Wanifasu, sasa nakuja nifasi. Nifasi ni huwa damu alkhariju, ni damu inayotoka katika tubu ya mwanamke ya mbele, aqiba alwilada, baada tu ya kuzaa. Huwa damu alkhariju, ni damu inayotoka kwenye tubu ya mbele ya mwanamke, aqiba alwilada, baada tu ya kujifungua. Hiyo ndo nifasi. Wal istihadha, sasa nakuja istihadha. Huwa damu alkhariju, istihadha, damu ya istihadha ni damu alkhariju, yenye kutoka fi ghairi ayami alhaidhi wan nifas, katika siku ambazo si za hedhi wala nifas, zile mbili nilizitaja huko juu, hedhi na nifas. Kwa hiyo huwa damu alkhariju, nifasi ni damu ambayo alkhariju, yenye kutoka fi ghairi ayami alhaidhi, katika siku ambazo si za hedhi, wan nifas, na siku za nifas, si za nifasi. Maana yake nini haya maneno? Maana yake siku za hedhi wanasema uchache wake ni siku moja, kawaida yake. Manake wanawake wengi siku 6 siku 7, yani wiki tu, alafu inakatika.
siku 23 wanakuwepo safi. Wiki tu kwa mwezi wanapata, hiyo ndo kawaida. Lakini wingi wake ndo mwanamke kazidi hapo, kazidi hedhi yake, basi siku 15 hapo ndo mwisho wa hedhi. Aha, kama hii ndo mwisho wa hedhi siku 15, manake akiona damu siku ya 16, hiyo damu imetoka katika sio siku ya hedhi, hiyo itakuwa istihadha, anatakikana aswali. Mwisho wa hedhi siku 15 tu, lakini anaona mpaka siku ya 16 damu inatoka, siku ya 17 damu, hizi sio siku za hedhi, siku za hedhi mwisho 15. Kwa hiyo akiona damu imetoka hapo baada ya siku 15, basi hiyo sio hedhi tena, hiyo ni istihadha. Ndo hiyo, huwa damu al-khariju, ni damu yenye kutoka fi ghairi ayami al-haidhi, katika siku ambazo si za hedhi, wa nifasi, na si ya nifasi. Nifasi tumesema uchache wake dakika 0 tu baada ya kujifungua pale ikatoka ile damu, na kawaida yake siku 40. Wanawake wengi ndo mpaka akoge 40. Ile ni kawaida tu, anaweza kuwa kamaliza damu hata kabla siku 40. Kwa hiyo huyu anatakikana ikimalizika kama siku 2, siku 3 akakoge, asisubiri siku 40. Siku 40 wanawake wengi tu. Kwa hiyo haya mazoezi kusema mpaka akoge 40, tumuulize vipi ishakatika. Ikikatika asisubiri 40, akoge aendelee kufanya ibada. Lakini kawaida ya wanawake wengi ndio wanachukua siku 40 kutoka nifasi yao, na wingi wake siku 60. Kama siku 40 haijakatika ikaendelea, bado inahesabika nifasi. Siku ya 50 bado inahesabika nifasi. Siku ya 60 bado inahesabika nifasi. 61 tu si nifasi tena, hiyo istihadha. 62 kuendelea huko istihadha, kwa sababu imetoka katika siku ambazo si za hedhi wala siku si za nifasi. Kwa hiyo ikitoka istihadha, hukumu yake nini? Istihadha ni damu ya ugonjwa wanasema. Kwa hiyo hii sio damu ya hedhi wala nifasi, anatakikana akoge kama kawaida, ajisafishe, ajifunike, ajitie pamba nini, aswali na afanye ibada nyingine. Istihadha unafanya ibada kama kawaida, hedhi na nifasi tu ndo unazuiliwa kufanya ibada ya swala na nyinginezo ambazo hupasi kufanya ikiwa una damu hizi aina mbili, ya hedhi na nifasi. Kisha akaendelea sasa shekhi kusema, wa aqallul haidhi, na uchache wa hedhi mwanamke kupata, yaumun wa laila, mchana na usiku, manake siku moja, masaa 24. Yaumun manake mchana, wa lailatun na usiku, masaa 24, siku moja. Anaweza kupata siku moja tu ikakatika, akoge aendelee na ibada. Wa aktharuhu, na wingi wake, wingi wa huo hedhi, yani imezidi hedhi, 15 yauman, siku 15. Wingi wa hedhi hapa tunazungumzia wingi wa hedhi mwisho 15. Ikizidi ikenda 16 si hedhi tena, hiyo istihadha, akoge afanye ibada zake. Ghalibuhu tayari hapo, na hii ghalibuhu manake wanawake wengi kawaida yake. Ghalibuhu kawaida yake manake wanawake wengi, 90%, 6 au 7, wao wanapata nini? Wanapata siku 6 au 7, manake wiki tu. Hii ndo wanawake wengi hedhi yao ina range humo, Wachache sana wanaopata siku moja, na wachache sana wanaopata siku 15 au siku 10, wachache sana. Lakini ghalibuhu kawaida asilimia nyingi ya wanawake 6 au 7, siku 6 au 7, wiki tu, siku 23 wanabakia kuwa safi. Anasema wa aqallu nifasi, na uchache wa nifasi, lahdhatun, ni muda tu, kitambo tu basi. Baada ya kujifungua pale anaweza akafanya akatokwa damu kidogo tu, au siku moja tu, au nusu siku tu, khalas ikamaliza. Huyo anatakikana afanye kila ibada zake. Wa aktharuhu, lakini wingi wake 60 yauman, imezidi kutoka basi siku 60 kama tukusho kutangulia. Wa ghalibuhu, na kawaida yake, yani wanawake wengi 40 yauman, siku 40. Ndio hiyo tukoge 40. Kwa hiyo wengi asilimia 90 40 yauman, lakini mtu akipata chini ya hapo basi anatakikana akoge na akaswali. Tuwaulize wake zetu. Wa aqallu tuhri, na uchache wa tahara, baina alhaidhataini, baina hedhi mbili,
15 yawman. Ona, wa aqallu tuhri, na uchache wa tohara, baina alhaidhataini, baina hedhi mbili, 15 yawman, siku 15. Maana yake hedhi si mwisho siku 15. Maana yake hapo, ili ije hedhi nyingine at least zipite siku 15. Hedhi si mwisho siku 15. Haya, tuseme kama niza siku 15, haiwezi ikaja hedhi nyingine at least zipite siku 15. Kabla siku 15 hazijapita ikaja nyingine, hiyo istihadha sio hedhi. Na vile vile kamaliza siku ya 7 au ya 6 hedhi yake, manake ili ije hedhi nyingine ya pili at least pia zipite siku 15. Huo ndo uchache wa tohara. Ikija hapo damu kabla siku 15, hiyo ni nini? Ya istihadha. Mfano kamaliza hedhi leo, kesho kaswali, kesho kutwa kaswali, kesho kutwa kaswali, baada ya siku 5 anaikuta nyingi, hiyo istihadha si hedhi tayari hapo. Kwa hiyo aqallu tuhri, uchache wa tohara, baina alhaidhataini, baina hedhi mbili, baina kumalizika hii ikaja nyingine, 15 yawman, zipite siku 15, ndipo itakuja hedhi ya pili. Wala hadda li aktharihi, na wala hapana ukomo wa wingi wa tohara. Wala hadda li aktharihi, wala hapana ukomo wa wingi wa tohara. Maana yake nini? Huenda leo akamalizika hedhi, ikapita mwezi mzima hajapata hedhi, au miezi miwili hajapata hedhi, yuko tohara tu. Hiyo ndo maana yake. Wala hadda li akthari, wengine wanafika miezi 3 hawajapata hedhi. Kwa hiyo tohara haijaikiwa mpaka maalumu. Inaweza kuwa mwaka mzima na tohara, lakini hedhi ndio imeikiwa maalumu. Lakini uchache wa tohara ni siku 15 mpaka ije hedhi nyingine, lakini wingi wake haina. Anaweza kuwa anapata tohara miezi 3 yuko safi, au miezi 2 au mwezi mzima. Tohara haina formula. Almuhimu uchache wake ni siku 15. Wa aqallu zamanun tahidhu fihi almar'a, na uchache wa muda ambao tahidhu anaanza kupata hedhi, fihi almar'a, mwanamke, 9 sinina, miaka 9. Wa aqallu zamanin, na uchache wa muda tahidhu fihi almar'atu, anaanza kutokwa na hedhi mwanamke, 9 sinina, miaka 9. Kwa hiyo akitokwa na damu chini ya miaka 9, maana yake miaka 8, miaka 7 si hedhi hiyo, huyo damu ya ugonjwa tu. Kwa hiyo tusishtuke sana tukiona mtoto wetu wa kike katokwa damu akiwa na miaka 6, 7, 8, si hedhi hiyo. Ili isabike hedhi kuanzia miaka 9, ndio hiyo. Aqallu zamanin tahidhu fihi almar'a 9 sinin. Wa aqallu alhamli, na uchache wa ujauzito 6 ashhur, miezi 6. Ndio wale watoto wanozaliwa wakiwa wadogo, miezi 6 anaweza kuzaa. Uchache wapo hakuna. Wa aqallu alhamli 6 ashhur, miezi 6, 7. Wa aktharuhu 40 sinina, 4 sinina. Wa aktharuhu, na wingi wa ujauzito 4 sinina, miaka 4. Hii wanavyosema wanazuoni wa fiqh kwamba mwanamke anaweza kubeba ujauzito miaka 4. Vipi miaka 4? Sio kwamba miaka 4 ndo tumbo linakuwa kubwa tu. Maana yake anaweza kuwa kabeba ujauzito lakini yale manii hayana power kwa muda wa miaka 1 au 2 au 3, lakini ikikaribia ule mtoto kukua sasa, inachukua ile miezi ya kawaida. So kwamba ndo miaka 4 awe na tumbo kubwa kama vile nini. Anatembea kama kawaida. Ikikaribia ile miezi wa kutaka kukua ule mtoto, anakuwa kama kawaida tu. Waghalibu huu, na wingi wake, yani na kawaida yake wanawake kubeba ujauzito. Waghalibu huu, na kawaida yake wanawake kubeba ujauzito 9 ashhurin, miezi 9. Kwa hiyo uchache ni miezi 6, mtoto anaweza kuzaliwa. Wingi wake miaka 4, wamesema wanazuoni wa fiqh. Lakini madaktari wengine wanakataa, wanasema haiwezi kubeba miaka 4 au miaka 2 au miaka 3. Hii kwa mujibu wa fiqh. Wa ghalibuhu 9 ashhur, na kawaida yake wanawake wengi miezi 9 wanajifungua. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.